Mpendwa, sasa unatazama KKKT, Dayosisi ya Morogoro. Usisahau kushare, kulike na kucomment. Mungu akubariki sana. Alikuja duniani lakini kaja duniani kwenye dunia ambayo sio ya kwao. Anapokuja huku anataka kuzungumza lugha unayoelewa wewe. Anatumia mawazo yale ya Wayahudi. Na moja la wazo ya Wayahudi ni kwamba unakwenda kwenye nyumba ya mtu, unamkamata mwenye mali zake, unamfunga mwenye mali zake, unateka vitu vyake. Na neno alilolitumia hapa linaitwa diarpazo. Lazima ufanye diarpazo. Kamata, funga, nyang'anya. Sasa umenielewa kwamba mtazamo wa Biblia sio ulionao wewe. Mtazamo wa Biblia sio ulionao wewe. Wakufikiria tu kwamba kwa sababu mimi nimeokoka naenda mbinguni. Unaenda mbinguni umechoka? Hakuna. Uko duniani. Uko duniani. Dunia yenye ushindani. Dunia yenye mapambano. Na ninatamani baada ya hapa nimuone kila kijana anapambana. Ngoja tujiulize, mitume nao walifikiri vipi? Ana mabilionea hapa. Sijui unanielewa? Yaani nakwambia haya mawazo ungeanza nayo Sunday school kule, unapanda nayo namna hii. Saa hizi already wewe ni bilionea hapa, umekaa kijana bilionea hapa. Hapa singetosha hapa kupaki hizo V8 zilizojaza huko nje. Sasa mpaka saa hizi ndio unaambiwa ndio ukaanze kupambana. Wewe hujachelewa bado. Hujachelewa bado. Bado una uwezo wa kupambana saa hii. Katika uweza wa nguvu zake. Sikia. Unasikia Paulo anasemaje? Hatimaye mzidi kuwa hodari. Neno hodari ndio nataka ulisikie. Sikiliza, mtume Paulo anasema hivi, ninyi ndugu zangu iweni hodari. Turudi kwenye Kiyunani tujiulize, hili neno hodari lina maana gani? Kwa sababu sisi tunaona kwenye Kiswahili tu hodari. Neno lililotumika katika Kiyunani linaloitwa hodari linaitwa endunamothithe. Endunamothithe. Sikiliza. Endunamothithe. Ndani ya neno endunamothithe kuna neno dunamis. Wangapi wameshawahi kusikia neno dunamis hapa? Yes, dunamis maana yake nguvu. Dunamis maana yake power. Sasa sikiliza. Ngoja nikupe mifano ya dunamis, utaelewa. Unakumbuka betri zinazoitwa power dynamo? Zile betri zinazoitwa power dynamo, lile neno dynamo linatoka katika neno dunamis. Walikuwa wanaendesha baisikeli ambazo zilikuwa na kajiko kanazungushwa na tairi kaliitwa dynamo. Sasa ile nguvu ya kufua umeme ile ndio inaitwa dunamis. Okay, ngoja nikupeleke hatua nyingine zaidi. Sasa sikia. Unajua baruti kwa Kiingereza inaitwaje? Dynamite. Sasa neno dynamite linatoka katika neno dunamis. Kwa hiyo neno dunamis ni nguvu, lakini sio nguvu ya kawaida, ni nguvu ya kufanya nini? Kulipuka. Sasa Paulo anasema hatimaye ndugu muwe na endunamothithe. Ndani yenu iweni na dunamis. Na dunamis yenu lipukeni. Sasa maana yake Paulo, na unajua Paulo akisema hapa anakuambia mkitaka kufanya hivyo vaeni silaha zote. Kwa Paulo kwake ni vita. Na anasema ili uwe hodari lazima uwe na endunamothithe. Sasa endunamothithe inafanana na lile neno nililokuambia kule mwanzo la biastes. Aggressive, violent, vigorous, militant, fighter, ndio neno endunamothithe. Mtu mkorofi, mtu mpambanaji, mtu mwenye fujo. Paulo anasema mkiwa hivyo, mkishavaa silaha, pambaneni katika ulimwengu roho, hawawezi. Kwa hiyo sikia, nirudie tena. Mtume Paulo anaona kwamba duniani tuna vita, na vita yetu lazima tuvae nguvu, na nguvu tunazozivaa ni za kulipuka. Sasa sio wewe kuvaa mabomu ujilipue kama Afghanistani. Lakini unajua bado nataka ingie kwenye moyo wangu pambano, alafu baadaye tutajiuliza tufanyeje. Ndio swali litakalofuata. Sasa hivi nataka kukuonyesha unatakiwa kupambana, sababu ndio mtazamo wa kibiblia. Alafu tuje tujiulize ufanyeje. Hebu tuende kwanza, tuangalie kwanza Zaburi ya 23 mstari wa 3. Zaburi ya 23 mstari wa 3. Mstari wa 5. Mnaojua vizuri sana. Waandaa meza mbele yangu, si ndio? Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafanya nini? Sasa isome ile Zaburi vizuri ile mstari wa 5, alafu tujadiliane kidogo pale. Ili uone kwamba mtazamo wa Biblia juu ya maisha haya. Choni pa watesi wangu, umenipaka mafuta kichwani kwangu, na kikombe changu kinamulika. Biblia inasema Mungu anaandaa meza machoni pa wabaya wako.
haandai meza machoni pa wanaokupenda. Maana yake kipato chako, upaji wako unapopewa, mbele yako kuna wabaya. The problem is, sisi kanisani huku wa Kristo tunataka tukifika sokoni ni kucheka cheka tu, kila mtu ni rafiki yetu, unataka ukae na rafiki. No, the Bible does not say that way. The Bible says unaandaliwa meza machoni pa watesi. Watesi wanakutazama, wanakuzunguka, wanataka kukuzuia, lakini hawawezi kwa sababu anayeandaa meza anakuandalia hapo hapo katikati. Unajua hatuwakimbii watesi. Oh no, hujarisikia vizuri. Watesi hawakimbiwi. Watesi wanapambanwa. We fight, we don't run away. We fight. Hatukimbii, tunapambana. Kwa sababu maandalizi ya upatikanaji wa kipato chetu hayapatikani kifichoni. Hatupati huko nyuma ya pazia, tunapata mbele. Hawapendi na tunapata hapo hapo. Maana yake nini? Maana yake nini? Ngoja niulize. Hivi wewe msichana, umepata mchumba wako mzuri, alafu anakuja mtu anakusemesha tu, unamwacha kirahisi. Mimi namwacha kibidi hivyo, ana simu, anapokea simu nyingi. Wewe kirahisi tu hivi unaachia competition. It is a competition. Wewe achana, unamwachia nini? Pambana. It is a competition. Ni mapambano, unaachia nini? Mimi nataka kuambia, hivi nyinyi mwaoni watu wa dunia wanavyoimba? Tutabanana hapo hapo. Wewe unafikiri ni wajinga? Hujasikia wanavyoimba wewe? Umpati huyo, utasota sana. Unafikiri kwa nini wanaimba hivyo? Wanasema pambana na mimi napambana, na mimi nitafanya manjonjo yangu, na mimi nitafanya mavitu yangu, na tutapambana na nitakushinda. Ndio wanachosema. Lakini the Christians, akitingishwa kidogo tu anataka kukimbia. Ukitingishwa kidogo hakuna kukimbia. Walikimbiaga wazee wetu. Sisi hatukimbii. We fight for our rights. Alafu nampenda Yesu. Mathayo 10:16. Tunamwambia Yesu, lakini hebu Yesu tuzungumze vizuri. Ungeniambia mimi ndio mbwa mwitu angalao, alafu wale jamaa ndio kondoo, yani nikawararue. Sasa mimi ndio kondoo, alafu wale ndio mbwa mwitu Yesu. Alafu ananiambia eti unanituma kule. Yes. Maana yake nawapeleka huko kwenye hatari, nawapeleka huko kwenye vita, nawapeleka kwenye mapambano. Alafu Yesu anasema hivi, lakini pamoja na kwamba ninawatuma kule, kuna vitu viwili mkiwa navyo mnashinda. Anasema hivi, sasa angalieni, mimi nawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Alafu anasema basi iweni na busara kama nyoka na wapole kama hua. Kumbe haya mapambano tunayaweza hata kama sisi ni kondoo. Kumbe Yesu anasema hivi, dunia mnayokwenda ina fujo, dunia mnayokwenda ina hatari. Ni kama mbwa mwitu anataka kuwararua nyie kondoo, lakini nyie kondoo wangu hamtalaruriwa. Kitakachowasaidia msiraruriwe, lazima muwe na sifa mbili. Sifa ya kwanza, muwe na busara kama nyoka. Sifa ya pili, muwe wapole kama hua. Sasa shida tulionayo huku kanisani, Wakristo wote wanataka kuwa wapole kama hua. Ule busara ya nyoka hawaitaki, wakiamini kwamba nyoka ni shetani. Ukimwambia uwe na busara kama nyoka, sema shindwa katika jina la Yesu, mimi sio nyoka. Sikia nikwambie leo, nataka nikubadilishie mtazamo. Yesu anasema hivi, unataka kushinda kwenye ushindani, uwe mjanja kama nyoka. Umeniona vizuri Uwe mjanja. Ukipiga kelele huko ndani ya nini? Ya keji. Sasa nilipokuwa nasoma, mtu mmoja akasema vijana lazima waambiwe wao ni simba aliyefungiwa kwenye kachumba. Fungua hicho chumba, chomoka simba ndani ya keji, tokeza na makucha yako. That's what I want you. Nataka nimuone a caged lion getting out. Akiunguruma anaunguruma kweli, lakini sasa simba wangu hawa, Mungu wangu, wamefungiwa. Kasongo anakuja mpaka hapo na hawamwezi. Yesu anasema lazima muwe kama nyoka, alafu muwe kama hua. Ngoja tuzungumze vizuri. Hivi si nyinyi mnajua Biblia inasema hapo mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Vyote vilifanyika katika yeye. Si unajua Biblia inasema hivyo? Kama ya nyoka, anajua ameweka nini ndani ya jongoo, anajua ameweka nini ndani ya hua. Anapokuambia uwe na busara kama ya nyoka, kuna kitu anakijua ndani ya nyoka.
Alafu usije ukafikiri nyoka ni shetani. Shetani ni shetani na nyoka ni nyoka. Nyoka ni mnyama tu. Alitumika tu, shetani akaja akapitia huko. Sasa watu wengi wakisikia nyoka, akiona nyoka, shindwa shetani, shindwa, unamkemea nyoka. Nyoka sio shetani bwana. Nyoka ni mnyama kama mnyama mwingine tu. Yesu anasema kwenye mnyama yule ndani kuna falsafa kule. Mkitumia ile falsafa yake, mkitumia zile sifa zake nyinyi, mtashinda kwenye mapambano. Sikiliza kwanza, igeni hekima yake. Ndio Yesu anataka. Sasa sisi sijui nani huko duniani katuingizia mawazo usimtake nyoka, busara ya nyoka tumeiacha. Kwanza Biblia inasemaje kwenye kitabu cha Yohana? Kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, mwana wa Adamu naye hana budi kuinuliwa. Yesu anakuwa equated na nani? Na nyoka. Umenisikia vizuri? Umenisikia vizuri? Yesu neno la Biblia linalozungumza busara, anasema iweni na busara. Neno linaloitwa busara kwa Kiyunani linaitwa phronimoi. Na ili uelewe sasa hii neno phronimoi, litafsiri ulione. Neno phronimoi maana yake hekima, werevu, makini, mbinu, ujanja, kuhisi, perceptive, kuwa na haraka, sharp, kufahamu sana, wise, mbinu za hali ya juu. Na neno linalotumika pale hilo mbinu za hali ya juu katika lugha ya Kiingereza linaitwa shrewd. Sikiliza, neno shrewd, shrewd sio neno dogo. Neno shrewd ni neno la mtu mjanja mjanja. Kama vile Yakobo anasema Yakobo alikuwa shrewd, alichukua uzaliwa wa kwanza wa kaka yake. Kwa hiyo watu wote wajanja kwa Kiingereza wanawaita shrewd. Na Biblia inasema neno phronimoi, mmoja wapo ya kipengele cha hiyo busara ni shrewd, kuwa mjanja mjanja. Sisi hatutaki kuwa wajanja. Unajua siwafundishi ufisadi, na wafundisha Biblia inavyotaka. Biblia inakungoja wewe uwe mjanja. Nilikuwa namfuatilia rabi mmoja wa Kiyahudi, rabi mmoja wa Kiyahudi. Alikuwa anasema sisi Wayahudi tunawafundisha watoto wetu tangu wakiwa wadogo kule chini, wawe wajanja, wawe shrewd. Ninyi wengine hamwafundishi, mnangoja wanaenda wasoma mpaka chuo kikuu hawajafundishwa ujanja. Sisi wakiwa wadogo kule wanavyokuwa hivi tunawafundisha. Ilikuwa jepesi. Ile swali halikuwa jepesi. Lile swali lengo lake lilikuwa akisema ni halali kulipa kodi, wanasema wewe sio Masihi, unaturuhusu tuendelee kuwa chini ya ukoloni wa Mrumi. Umeona Akisema sio halali, wanasema huyu ndiye Masihi, ungana naye, chukua jeshi, ua kabisa. Lakini akishasema hivyo, ujue Warumi nao watamkamata wamuue, kwa sababu huyu ndiye Masihi wenu, mnamngoja tumuue. Sikiliza Yesu anavyouliza, sema leteni shilingi. Inaletwa, anasema geuzeni. Kichwa cha nani? Cha Kaisari. Ya Kaisari mpe Kaisari, ya Mungu mpe Mungu. Alafu katikati yao anapenya huyo. Wayahudi hawawezi kumuua na Warumi hawawezi kumuua. Huyo ndio nyoka sasa. Sisi sasa jieleze. You are not a shrewd. Miguu inagongana. Lazima hivi kijana, unanielewa kijana? Naomba nikwambie hutatoka. Yaani kama utaendelea kuishi maisha ya kufikiria dunia ni nyepesi hivi, utoki. Dunia inataka mawazo ya jinsi hii. Dunia inataka mapambano. Tena kwenye dunia hii ya teknolojia ya AI. Ndio utoki kabisa na hii AI iliyokuja leo usipokuwa mpambanaji. Sara kama nyoka. Kwani nyoka ana tabia gani? Niliwahi kufundisha mahali fulani pale ni Mji Mpya ama Mji Mwema, hii hapa njiani. Ni Mji Mpya hapa kwenye ofisi ya diocese hapa. Ni Mji Mpya Niliwahi kuwafundisha vijana nikawaambia pale, hivi mnajua nyoka, Yesu aliposema anataka tuwe na busara kama nyoka, uliwahi kumfikiri nyoka alivyo? Hebu tumwangalie nyoka kidogo. Nyoka kwanza anaona kwa haraka sana. Yaani kabla wewe hujamuona yeye ashakuona. Yesu anakutegemea wewe, macho yako yanaona kabla ya mwingine. Unajua nazungumza anthropology ya nyoka Nyoka ni mwepesi kuepuka hatari, kwa sababu anakuona kabla. Yesu anakutegemea, unaiona hatari kabla ya wakati. Lakini jambo zuri zaidi, nyoka ana sumu. Na Yesu anasema muwe kama nyoka, muweni na sumu ndani yenu. Mtu akikuchokoza, hivi mnanielewa nyie? Bwana asifiwe.
Kwa sababu gani? Sikia, ile sumu ya nyoka. Na unajua sumu unayozungumza hapa ni nguvu iliyomo ndani yenu. Ile nguvu ulionayo ndani yako wewe inaweza kukusaidia kukulinda, inaweza kukusaidia kupambana, inaweza kukusaidia kunyang'anya, inaweza kukusaidia kufanya yarashi, inaweza kukusaidia kufanya harpazo. Ndio hiyo inayokupa endunamosis. Ndio hiyo inayokupa nguvu. Ile nguvu iliyoko ndani yako unaweza ukagonga nayo, na ukigonga unaweza ukaua, ukigonga unaweza kupata chakula ukalia kule, kwani nyoka si anagonga panya anakufa na mla. You don't understand what I'm saying. That is biblical. Huo ni mfano wa kibiblia. Yesu anataka uwe vile. Alafu niulizane na wewe. Unajua nyoka anafanyaga vitu visivyowezekana. Hujawahi kuona nyoka anapanda kwenye stimu ya umeme? Hana mikono, hana miguu, na ile stimu haina matawi. Na anapanda yule, unamuona kwenye nyaya za umeme kule juu. Kaendaje kule juu jamaa? Hana mikono, hana miguu. Na bado anapanda mti ulionyoka hivi, hauna matawi, hauna magamba. Tena wakati mwingine anapanda kwenye mti ambao ni chuma kinateleza. Wewe ukishika hivi na mikono yako unateleza. Yeye mwenzio anaenda. Kwa sababu nyoka anafanya the impossibilities kuwa possible. Nyoka anafanya vitu visivyowezekana kuwezekana. Na Yesu anasema mkiwa na busara hiyo, kuna vitu visivyowezekana ninyi kwenu vitawezekana, kwa sababu nyinyi mtakuwa kama nyoka. Unajua nataka nimuone nyoka mmoja hapa. Watu wanataka kuwa majongoo. Kama unataka kuwa jongoo, shauri yako kaendelee kuwa jongoo. Kama unataka kuwa guluguja, kawe guluguja. Mimi sitaki kuwa guluguja. Kama unataka kuwa kinyonga, kawe kinyonga. Mimi ni nyoka katika jina la Yesu. Ndani yangu nina hekima ya nyoka. Ndani yangu nina busara ya nyoka. I do the impossibles to be possible. Nafanya visivyowezekana kuwezekana. Na ndicho ninachokingoja kwako. Wacha mawazo ya kufikiri kuwa huwa kila siku. Unataka kuwa huwa tu, ukimuuliza mpole kama huwa, mie siwezi. Ndio, unajua mimi nilifanya masters Kenya. Wewe nikwambie, mimi nilifanya masters yangu Kenya. Nilipokuwa Kenya kule, Wakenya walikuwa wanatudharau sana. Wanasema unajui Kiingereza vizuri. Mpe Kiswahili anachokijua. Anajikanyaga, ukitaka nipe. Sema unachojua. Sema mimi najua kufanya hivi, nishafanya hivi, nitafanya. Lakini una Mtanzania ni huwa tu. Ukiwasikia wale jamani Kenya, wale ni nyoka wazuri sana. Sisi maguluguja. Unamfahamu guluguja? Hivi kwanza nyinyi mnajua Kiswahili cha guluguja? Na mimi ni mtoto wa pwani Nani anajua guluguja hapa? Guluguja unamjua? Guluguja ni wale mjusi fulani hivi wanakimbiaga. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwanza kabisa na kushukuru daktari kwa somo ambalo umetufundisha leo. Of course umefundisha kitu kizuri ambacho kimetuonyesha mwanga na future nzuri kwenye maisha yetu. Kitu ambacho mimi nimejifunza hapa ni kwamba vijana tunatakiwa tuamke usingizini. Haijalishi tutakuwa tuko wapi, haijalishi tunapitia changamoto gani, haijalishi yani tuko wapi. We have to fight. Tunajua kwenye maisha kuna changamoto nyingi sana. Unaweza ukaenda labda kufanya kazi fulani, labda hiyo kazi ukakutana na changamoto. Usikate tamaa ya kwamba labda hii kazi nimeshindwa kuifanya, ngoja nirudi nyumbani. No, just endelea mbele. Jaribu kumshirikisha Mungu kwenye mambo ambayo unafanyaje, unayafanya. Hasa kwa sasa ambao bado tunasoma. Tunajua kwenye masomo yetu wakati mwingine tuna changamoto, lakini tunatakiwa tupambane hata kama ni magumu, ila tunatakiwa tupambane, tusikate tamaa. Kwa sababu tukikata tamaa na masomo yenyewe yanatukatia sisi tamaa. Kwa hiyo tunatakiwa tupambane. Asante. Amen. Amina, asante. Mimi kama kijana nimejifunza mambo kama mawili. Yes. Cha kwanza, kuwa kama nyoka. Popote unapambana, unaingia huku, unatoka huku, unaingia huku. Cha pili, kufight. Fight maisha huku na huku. Lengo kuu kufight. Ndio. Amina. Hivyo. Asante. Fight. Kwenye impossibility kwenye na hili limenimarisha sana. Juzi tu kuna sehemu pale nyumbani nilipopanga kuna mti wa mpapai. Sasa niliona mapapai, namwambia mama mwenye nyumba mapapai yameiva, anasema hakuna mti unaofikia. Nikaongea tu kama utani, nikasema leo kabla jua halijazama mapapai haya yatakuwa yameshuka. Nikafanya kila namna, nikaenda nikachukua kiti, miti haitoshi, mpaka nikaenda kwa jirani, nilipowazima mti fulani akaenda akanichukulia lichuma fulani refu, lilikuwa zito, lakini nilisema lazima yashuke.
Kwa kweli kupitia hilo na kupitia hilo neno lilozungumzwa kwa habari ya busara za nyoka, ninaona hata vitu vingine ambavyo vilikuwa vinaonekana haviwezekani. Yaani ni hakika nitafanya kila namna kuhakikisha vinawezekana. Amen. Hebu apewe maua yake. Amen. Asante. Asante. Kwamba hata ukishindwa lazima upambane kuhakikisha kwamba unashinda. Lakini katika ku make the impossibility to be possible, nikakumbuka kwamba sisi tuna DNA ya Mungu. Yes. Kwa hiyo kama tuna DNA ya Mungu, ni lazima tuweze kuishi katika zile level ambazo Mungu amekusudia tangu kuumbwa misingi ya dunia. Kwamba lolote ambalo linaonekana kwa watu wa kawaida haliwezekani, mimi nitaliweza kwa sababu Kristo yuko ndani yangu. Kwa hiyo hamna kukata tamaa. Amen. Mimi nimejifunza mambo mawili mwanzoni tu, ni kwamba mimi ni mzembe, alafu pili natakiwa niongeze speed. Najaribu rudia lile la kwanza. Mimi ni mzembe. Wewe ni mzembe. Mimi ni mzembe. Na unajua akisema yeye anawakilisha vijana, si unaelewa tusije tukafikiri ni yeye peke yake. Karibu Kwa sababu mwalimu, nikijaribu kuvuta picha mwanzo pale umesema katika utunzi wa mimba. Yaani nikijaribu kuangalia ile speed niliyotoka nayo kule, alafu nimekuja kana kwamba wale wenzangu saizi wangekuwa wananiona, wanaona mamba kapita, lakini duniani anazingua, sio unaelewa. Kwa hiyo ule uzembe, yani kutoka hapa, naomba Mungu anipe speed ya ajabu sana, yani ili hata nikikaa nikiwaambia. Asante sana. Hebu ngoja. Wale wenzie wale ambao hawakuja, wakija leo wanaambia wewe bwana, vipi tumekuachia umekuja peke yako huku duniani? Alafu mwenzetu mambo yako hatuelewi. Afadhali ungetuachia sisi, si ndio Apewe maua jamani. Asante. Lakini inaonekana sasa hii karakta ya kondoo ndo imezidi sana. Kwa hiyo sasa hivi tunatakiwa tu balance ya. Amina. Asante. Umemsikia anachosema huyu? Yaani tumezidi kuwa makondoo. Yaani ule usimba wetu haupo kabisa. The lion is caged. Simba amefungiwa ndani. Mimi nimejifunza katika Kumbukumbu la Torati 1:21 inasema, tazama Bwana Mungu wako ameweka nchi mbele yako. Haya, panda itamalaki kama Bwana Mungu wako, kama Mungu wa baba zako alivyokuambia, usiogope wala usifadhaike. Katika hili somo mimi nimejifunza, vijana wote mnaofanya kazi na wote mnao wenye biashara mbalimbali, hapa leo tunafundishwa kwamba vijana tusiogope wala tusifadhaike. Vijana nguvu. Yes, vijana wasiogope. Jamani, hebu mpeni maua mengi sana. Kwa sababu sikia, unajua kwa nini wasiogope? Unajua kwa nini? Sikiliza, nimekueleza hivi. Mungu anawaambia Israeli, pandeni mkaitamalaki nchi, msiogope, kwa sababu kutamalaki sio kitu chepesi. Kuna vita, maana ile nchi mlipoondolewa ninyi, unajua wamekaa nje nchi ile kwa miaka 430. Mlipoondoka kwenye ile nchi wamekuja wengine. Sasa wale wengine hawatawaachia tu hivi. Katamalaki, ngoja niwape siri. Hivi unajua hata vita ya Gaza unayoisikia leo ni kutamalaki. Ili wazo la kutamalaki usifikiri limeisha kwa Waisraeli. Na somo hili limeniamsha sana kama mimi binafsi kwa ajili ya kupambana kwa nguvu zaidi. Yaani nilikuwa nasikiliza tu hayo maua. Naona maua yameenda chini. Eti kisa na mkasa kasema sisi ni wavivu. Kwani kakwambia wewe? Kama wewe ni mvivu pole, yeye hajakwambia wewe. Mpe tu maua yake. Naomba mrudie tena. Asante, naomba nimalizie dada wa mwisho. Ili kulingana na maisha ambayo nakutana nayo kwa sasa. Kulingana na maisha unayokutana nayo, anatupa practical example. Asante. Yes. Kitu cha kwanza ni kuona. Jamaa naona mbali. Kwa sababu kuna vitu binafsi naviona lakini ninaogopa kuvifanya. Oh no. Alafu kitu kingine nachowashauri watu wengine pia be attractive katika biashara. Kuvutia. Kwa sababu unaweza kukutana na mteja unashindwa kumuelezea kile kitu unachokifanya. Sawa, kwa mteja anawahi kukuondoka. Kwa sababu tunakutana na wateja ambao ni wenyewe wameshakasirika na maisha yao. Sawa. Kwa hiyo inabidi na wewe usikasirike na maisha yako wala usimkasirishe yeye.
Kwa inabidi uwe be attractive kwa yule mtu unayemvutia kwake. Kwa sababu unaokutana nao hapo wengine tayari washachanganywa. Kwanza amekuja hapo kufanya window shopping wala sio kaja kununua. Hebu apewe makofi. Jamani, mnamuelewa lakini anachosema. Asante. Bwana, labda niseme hivi kabla sijakuletea. Ukianza sura ya 13 mstari wa kwanza, kuna maneno Biblia inasema hivi: kisha Bwana akanena na Musa akawaambia, tuma watu ili waende wakaipeleleze nchi ya Kanaani, niwapaye wana wa Israeli. Katika kila kabila za baba zao mtatuma mtu mmoja, kila mtu awe mkuu kati yao. Kwa unajua hizo habari, Musa sasa ameita watu wakapeleleze nchi wanayotakiwa kwenda kufanya nini? Kuitamalaki. Tuko pamoja eh? Sasa mstari wa 26 wameenda wameona mambo, mstari wa 26 wanarudisha ripoti. Biblia inasema hivi: wakaenda wakafika kwa Musa na kwa Haruni na kwa mkutano wote wa wana wa Israeli katika jangwa la Parani huko Kadeshi, wakawaletea habari wao na mkutano wote, wakaonyesha matunda ya nchi. Yaani kule walipokwenda walichuma matunda wakawaonyesha. Wakamwambia, wanaambia Musa, wakasema, tulifika nchi ile uliotutuma, na hakika yake ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali, na haya ndio matunda yake. Sasa sikiliza, wanaanza kutoa taarifa, wanasema, lakini watu wanaokaa katika nchi ile ni hodari, miji yao ina maboma, nayo ni makubwa sana, na pamoja na hayo tuliwaona wana wa Anaki huko. Amaleki anakaa katika nchi ya Negebu, na Mhiti na Myebusi na Mwamori wanakaa katika milima, na Mkanani anakaa karibu na bahari na kando ya ukingo wa Yordani. Mstari wa 30, Kalebu akawatuliza watu mbele ya Musa akasema, na tupande mara tukaitamalaki, maana twaweza kushinda bila shida. Unasikia mawazo ya Kalebu hayo? Bado kutamalaki liko pale pale. Bali wale watu, sikia, inasikitisha, wale watu wakaendelea tena. Bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi kupanda tupigane na watu hawa, kwa maana wana nguvu kuliko sisi. Wakaletea wana wa Israeli habari mbaya na ile nchi walioipeleleza, wakasema, ile nchi tuliopita kati yake ili kuipeleleza ni nchi inayowala watu wanaoikaa. Eti nchi inameza watu wake wenyewe. Na watu wote tuliowaona ndani yake ni watu warefu mno, nafikiri wananizidi mimi. Kisha huko tuliwaona Wanefili, wana wa Anaki, waliotoka kwa hao Wanefili, tukajiona nafsi zetu kuwa kama panzi, nao ndivyo walivyotuona sisi. Imagine. Haya mawazo kana kufanikiwa sana, lakini inatisha. Kuna mijitu mirefu, mijana ya Anaki inaua, hata nchi yao yenyewe tu inameza watu. Tunajiuliza, mmeenda tu kidogo, mmewaona wapi watu waliomezwa na hii nchi? Kama si mawazo kukata tamaa nini? Ni kama mtu umeingia tu kwenye soko kidogo tu, soko hili halifai. Una miezi mingapi hapa ndio umekuja tu umeuza maembe matatu tu unaona soko halifai? Sikia. Sasa mbaya zaidi, anaamka Kalebu anasema, no baba Musa, tunaweza. Twende tukaitamalaki, Mungu atakuwa pamoja nasi. Yale majamaa yameamka tena. Anasema, mzee wewe hujui, wale watu ni warefu sana, sisi ni kama panzi, na wao wametuona sisi kama panzi. Unaona hiyo kitu kilivyo kibaya sana. Unajua, ukiwa na mindset mbaya, ukiwa na mtazamo na fikra mbaya, unaanza kufanya vibaya. Sikia, kwanza wana wa Israeli walishindwa vita. Hawa jamaa walishindwa kabla hawajaenda kwenye vita. Kwa sababu gani? Sikia, ili uone kwamba mabadiliko ya fikra ni muhimu. Hawa watu wanawaona wale Wanefili, wanawaona wao ni panzi. Tunajiuliza maswali. Mlipata discussion na wao? Mlikaa mkajadiliana nao akasema nyie panzi wakubwa nyie? Hawaja waambia nyie panzi. Hujaelewa vizuri, ngoja tusome ule mstari ndio ujue kwamba mabadiliko ya fikra yasipokuwepo hutoki. Sikiliza, anasema hivi, kisha huko tuliwaona Wanefili, wana wa Anaki, waliotoka kwa hao Wanefili, tukajiona nafsi zetu kama panzi. Wao wakajiona nafsi zao kama panzi, nao ndivyo walivyotuona sisi. Nani kakwambia wanawaona hivyo? Unajua kwa sababu gani? Wataalamu wa psychology wanasema hivi, hatuoni vitu kama vilivyo, tunaona vitu kama tulivyo.
Umesikia hiyo? Umeona kijana kasimama na msichana kwenye giza giza hivi, wanazungumza Yohana 3:16. Wewe ukipita wanasema sasa hivi wanakwenda gesti. Wenzako na wanasema haleluya, Yesu ni Bwana. Yesu wanazungumza kwenye kando kando, kwenye chaki hivi. Ila kwa sababu wewe akili yako ni chafu, unaona uchafu. Hujanielewa vizuri. Unajua mindset inaanziaga kwako. Wewe ukiona watu kila kidogo huyu mzinzi, ujue huyo mtu mzinzi, mfuatilie sana huyo. Huyo ni mzinzi tu. Akihisi watu ni wazinzi, ujue yeye ni mzinzi. Kwa nini kichwa chake kinawaza uzinzi? Kwa nini unafikiria negative, ufikiri positive? Kwa nini usifikirie hawa wanakaa wanafanya discussion ya somo la homework? Unafikiria wanajadiliana jinsi ya kwenda kukutana na guest. Kwa hiyo kinachokufanya wewe ufikirie wanaenda kukutana na guest ni kwa sababu kichwa chako kimejaa guest. Sasa kinachowafanya wale wa Israeli wawaone wanefiri wanawaona wao panzi ni kwa sababu wao tayari washakuwa panzi kule ndani. Kwa hiyo kwa sababu yeye ni panzi, kwa sababu wao wameshajiona ni panzi, wanafikiri wale watu nao wanawaona panzi. Kwa hiyo ili kusudi wafanikiwe, hawa watu ni lazima mawazo yao ndani ya upanzi yaishe, alafu wajione wao ndio mabingwa, alafu wale wengine ndio wanyonge. Hivyo akuambia haya, kula kunywa, sikia, maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Unajua maana yake nini? Kile kilichoko ndani ya moyo wako ndivyo utakavyokuwa. Kuna mtaalamu mmoja anaitwa Schwantz ameandika juu ya mindset change, mabadiliko ya fikra. Anasema fikra za mtu ndizo zinazotengeneza, moja, tabia za mtu. Ndizo zinazotengeneza, mbili, utendaji wa mtu. Fikra za mtu ndizo zinazomtengenezea personality yake. Unachokiwaza ndani ndio kinavyokuwa nje. Kama ukiwaza wewe panzi, utabaki kuwa panzi. Utabaki kuwa panzi. Niliwahi kusoma ushuhuda wa Malkia Elizabeth akizungumza na wanae. Yule bwana mmoja alizungumza kwamba sisi ni simba, lakini usimba wetu tunauacha, tunakimbilia ukondoo. Ambao na kondoo pia ndivyo, sababu tumeambiwa si kondoo tusije tukawa mbuzi. Bure siku ile tukatengwa, tukaambiwa nyie mbuzi nendeni huko kondoo. Kondoo nao ndo maana yake. Lakini nilikuwa nasoma ushuhuda wa Queen Elizabeth. Queen Elizabeth wanasema alikuwa anawaambia wanae wanaenda kucheza. Unajua watoto ni watoto, wao watoto wa kifalme, wao watoto wa Kiswahili, wote ni watoto, wanataka wote kucheza. Queen Elizabeth anawaambia wanae, wanangu mnaenda kucheza na wenzenu. Mkicheza kumbukeni nyie ni royal family. Msikie kitu kilivyokuwa kizuri. Mnaenda kucheza, mkicheza kumbukeni nyie ni wana watoto wa kifalme. Kwa hiyo watoto wale wanacheza na wenzao, lakini wao ndani yao wanajua sisi ndio watawala. Wanacheza sisi ndio watawala. Nyie mnacheza tu mnajua sisi watawaliwa, lakini vyenyewe vinacheza kule ndani kama vitawala. Hata vikitoka vinatoka kitawala tawala. Vikizungumza vinazungumza kitawala tawala, kwa sababu mindset zao zimetengenezwa kichwani kwamba wao ni nani? Watawala. Sasa kakutane na watoto wa mazese, wanaowaza wao ni wacheza kigodoro. Ni issue kubwa kabisa. Ukizungumza hivi naona unampotezea muda. Nimewahi kuangalia unajua na mimi naangalia video. Nimeangalia video moja kwenye YouTube ya dada mmoja analalamika, ameolewa alafu anakaa kwenye nyumba ya geti kali. Hataki ile nyumba, anasema niondoe huku. Nyumba gani mimi nakaa huku? Sioni vigodoro, sioni. Nikasema oh my. Nyumba nzuri hataki, anaikataa, anataka arudi kwenye vigodoro kwa sababu mindset yake inataka tu kuamka. Anafuata mkumbo. Hana passion. Social construction ni jinsi jamii inavyoyaumba mambo na kukufanya hiyo brandi. Inakubrandi vipi? Inakupa label gani wewe hiyo jamii? Jamii inakuangalia, inakwambia wewe wa moja huvai mbili, wewe huwezi. Sasa jamii ikikutengeneza hivyo, unaishi duniani ukiwa wa moja huvai mbili. Lakini jamii ikikutengeneza kwamba wewe ni bingwa, wewe unaweza. Kwani ngoja niwaulize, nyinyi mnafikiri kwa nini watoto wa wanasiasa wanakuwa wanasiasa? Kwa sababu jamii anayokulia inamwambia kama baba yako ni diwani na wewe unaweza kuwa waziri. Kama baba yako ni waziri, wewe unaweza kuwa makamu wa rais. Kama baba yako ni makamu wa rais, unaweza kuwa rais. Kwa hiyo akitoka anafikiri kuwa rais. Sisi wakati mwingine tunasema watoto wanapendelewa. Kuna kupendelewa na kuna kujibeba mpaka ubebwe. Ngoja nirudie tena. Unajua unatakiwa ujibebe, halafu ndio ufanye nini? Ubebwe. Hawa watoto mnawaona wanakuwa wakubwa hawa kwenye serikali hii, ni kwa sababu mindset zao wanapozaliwa wanajitazama kwamba wao wakoje. Hawajitazami kama jamii inavyowatengeneza.
Sisi huku tumetengenezwa kazi yetu kuwapigia makofi na sisi kuvaa kofia zao, halafu kuwapigia wao kampeni. Wao wanajitengeneza kwamba sisi ni wakupigiwa kampeni na kuwa viongozi. Sijui kuna mtu ananielewa hapa? Social construction. Jamii imekutengenezea nini? Wachana na jamii ilivyokutengenezea, chomoka, tokea pekee. Wewe waambie ya kwamba mimi ni tofauti, najitazama kama Mungu anavyonitazama. Ngoja nikuonyeshe mtu mmoja ambaye anajitazama vingine wakati Mungu anamuona vingine. Gideoni. Mshasikia habari za Gideoni? Gideoni sura ya 6, Waamuzi sura ya 6 mstari wa 12. Jione kama ninavyokuambia. Usijione kama jamii inavyokudharau. Mungu ni tofauti kabisa, anakuona tofauti. Kitabu cha Waamuzi sura ya 6 mstari ule wa 12. Sikiliza, Biblia inasema hivi. Ngoja tuanze mstari wa 11. Malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaloni uliokuwa katika Ofra, uliokuwa mali yake Yoashi Mwabiezeri, na mwanae Gideoni alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo ili kuificha machoni pa Wamidiani. Mstari wa 12. Malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Mstari wa 13. Gideoni akamwambia, Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nami, mbona mambo haya yote yametupata? Sikia, malaika anamwambia, shujaa, a mighty man of God. Gideoni anasema, no, I'm not a mighty man of God. Mungu anamuona ni shujaa. Sasa mimi natamani ujione kama Mungu anavyokuona. Usijione kama watu walivyosema. Usijione kama jamaa fulani alivyosema. Kwa sababu kuna watu kule mtaani wametutamkia maneno magumu sana. Wewe ufanye unavyofanya wewe, utaishia hapo hapo tu, na wewe nitaishia hapo hapa. Hakuna kuishia hapo hapo. Chomoka, sogea mbele. Badilika, jione kama Mungu anavyokuona. Hiyo ndio nataka ingie kwenye moyo wako. Unajua, ngoja niseme, tunatoka kwenye familia tofauti sana. Tunatoka kwenye jamii tofauti sana. Tunatoka kwenye maisha tofauti sana. Kila mtu anatoka kwao hapa. Inawezekana kule kwenu baba alikufa kabaki mama, huyu aliyekuja akakunyanyasa sana, akakukandamiza. Inawezekana mama alikufa kwa kana mama mwingine tofauti akakubonyeza. Inawezekana ulilelewa na baba peke yake, wakakuchukua wakakupeleka kwa bibi. Sijui umepita wapi. Inawezekana umepita kwa mwalimu amekunyanyasa, mwalimu wako mpaka ukaona shule haifai. Kwa hiyo unakuwa na mawazo very negative. Nataka namuomba Mungu, na mimi naomba baba mchungaji, baada ya hapa tutafanya maombi. Na maombi yangu leo ni moja tu, mindset change. Mungu afute, yani ikiwezekana afanyie formatting hiyo fikra yako, alafu aweke program nyingine kule ndani. Aweke applications nyingine kule ndani yako. Ukiamka unasema naweza. Ukiamka, unajua Gideoni alikuja kufanya mambo makubwa sana, lakini mwanzo anakataa. Anasema mimi sio shujaa. Alafu anasema kama mimi shujaa kweli, mbona tunaonewa? Kuonewa ni jambo jingine. Wewe ni shujaa. Malaika akakuona shujaa. Mbona unakataa kuwa shujaa? Hebu tupungiane mikono mashujaa wangu hapa. Bwana asifiwe sana. Mungu anavyokuona. Maana yangu ni nini? Ndani yako kuna jitu. A giant in you. Kuna jitu ndani yako, Mungu analiona. Mungu akitazama anaona jitu ndani yako namna hii. Liache lile jitu ndani yako lichomoze namna hii. Ni ndogo kama vile wewe ni kajitu wakati ni jitu. You are the giant. Mungu akusaidie lile jitu ndani yako lionekane nje. Unajua tumemkandamiza yule jitu Unajua kuna watu hapa wamekandamiza yule jitu kule ndani. Lifungulie jitu lililoko ndani yako. Ndani yako lile jitu lenye nguvu linataka kutokea nje, lakini limefungiwa minyororo. Fungwa minyororo kabisa lile jitu. Kwa nini? Kwa sababu unajiona tofauti. Jitu lina nguvu, lakini haliwezi kufanya kitu chochote kwa kuwa jitu limefungwa. Mpaka lifunguke, na kinaanzia kichwani. Jitu linatisha ukiliangalia. Saizi yake kubwa kweli, lakini haliwezi kufanya chochote kwa kuwa limetiwa ndani, limekandamizwa. Fungulia lile jitu lililoko ndani yako. Fungulia yule simba aliyoko ndani wako. Lakini ni kuondoka kwenye sehemu salama kwenda kwenye sehemu ya hatari. Petro usiku kucha wanapambana na upepo. Unajua usije ukafikiri kitu chepesi. Tangu ameondoka jioni upepo unawasumbua. Ni msukosuko. Kwa anaona hali ilivyo mbaya. Anaambiwa njoo, bado anakanyaga maji anaenda. Sio imani ndogo. Na kitu cha msingi ni nini? Aliyakanyaga maji. Kwa usimdharau Petro wakati wewe hata kununua mihogo tu ukapange fungu hutaki. Unanisikia vizuri? Watu wamenyong'onyea sana. Sikia. Kanunue mihogo tukuone.
Usiseme tu mimi ni simba, mimi sio kondoto, na simba ndani yangu. Yule simba anatoka, atoke tumuone. Sio tupigie kelele simba anatoka. Simba atoke tuone. Huna mtaji wa kununua gari kutoka nje ya kuuza magari kwenye yadi, lakini huwezi kukosa mtaji wa kwenda hapo kijijini kununua gunia la mihogo ukaja ukapanga. Shida sasa, unajua, unaona gunia la mihogo ni unyonge. Sio kweli? Vijana ni kama wanaanza kunichukia hivi. Sasa mchungaji, yani unaona na personality zetu zote tuuze mihogo sisi? Niwaambieni mfano. Kwani hivi mnamjua Azam nyie? Mnamjua Azam nyie? Azamu mnamjua vizuri nyie? 7 andika Mithali 18:16. Zawadi ya mtu humpatia nafasi, humleta mbele ya watu wakuu. Zawadi. Sasa Biblia ya Kiswahili inatumia neno zawadi, lakini Biblia ya Kiingereza inatumia talent. Maana yake kipawa. Kipawa chako kinaweza kukupeleka mpaka kwa wakuu. Tumia kipawa chako. Kama mimi kipawa changu ni kingine, sio lazima mimi kipawa changu kikishindwa na chako kukishindwe. Tumia kipawa chako, jifunze kutumia vipawa vyako. Kwanza kipawa, unajua, ndio mtaji asili ambao Mungu amekupa. Mungu amekupa mtaji wa asili. Mtaji wa asili ni kipawa chako. Mtaji wa asili ni kipawa chako. Labda unataka kusema jambo jingine hapa. Sasa eneo la maombi liko wapi? Haya, uwe mtu wa maombi. Sije kusema mchungaji amesema mpaka ameondoka hakutaja maombi, na anasema yeye ni mwenyekiti wa maombi. Basi kaa kwenye maombi pia. Ukae kwenye maombi. Kwa sababu mimi nataka nikwambie, mtu anayeomba alafu maombi hayaingizwi kazini, huyo sikubaliani naye. Kwa sababu kuna watu wanajua sana kufunga hapa. Katika jina la Yesu navunja na kemea, nitahakikisha wateja ni wa kwangu. Wateja wako umekaa chumbani? Na wateja hawaji chumbani mzee. Unanichukia? Ngoja nimalizie kwa mfano huu. Kwa wengine mlikuwa kwenye UKWATA, wengine mko kwenye UKWATA. Tulikuwa na mkutano mkuu wa UKWATA tuliufanyia pale Mwanza Kase. Sasa mimi nilikuwa mnenaji na mwenzangu mnenaji alikuwa Askofu Nungwana. Sasa hivi amefariki. Askofu Nungwana wa kanisa la AIC. Sasa Askofu Nungwana nilipenda sana mafundisho yake. Anasema hivi, alikuwa anatoa mfano. Anasema hivi, kulikuwa na vijana wameenda kuvua samaki katika ziwa Victoria. Wakiwa wanavua samaki kwenye ziwa Victoria, kwa bahati mbaya ile boti ikatoboka. Boti ilipotoboka, maji yakawa yanaingia. Boti inataka kuzama. Walikuwa 3. 2 wakawa wanachukua vyombo wanamwaga maji huku wanavunja. Navunja katika jina la Yesu. Si nitakufa bali nitaishi. Anamwaga maji, mmoja anapiga makasia. Katika jina la Yesu naamuru sifi, kifo hakina kunikamata. Mimi sitakufa. Wanamwaga maji, wanavuta makasia. Mmoja yeye kazi yake anazunguka kwenye boti. Rima shakaraba sayanda ramoseketaria rabashanda. Ananena kwa lugha, anazunguka. Sasa wenzake wanamwaga maji, wanapiga makasia. Yeye kazi yake anaomba. Na wenzie wanamwaga maji, wanapiga makasia, wanaomba. Yeye kazi yake ni kunena kwa lugha. Sitakufa, nitaishi. Jamaa akaenda akamcharaza kofi hapa. Akamwambia Kisukuma. Kuna Wasukuma hapa? Hebu nisikie Wasukuma. Wasukuma walioko hapa. Wakawaambia Kisukuma, unaomba na kusabula. Kusabula maana yake kufanya nini? Kumwaga maji nje. Omba na kusabula. Omba na kusabula. Tatizo tulilonalo, kuna watu hawataki kusabula. Wanajua kupiga 3 kavu. 3 kavu anafunga, 3 kavu unataka mtaji. Sasa unafikiri mtaji unakuja chumbani? Wewe sabula sasa, hutaki kusabula. Wewe kazi yako tu, katika jina la Yesu mimi nitakuwa kichwa, sitakuwa mkia. Mimi Biblia inasema kila ninapokanyaga ni pa kwangu. Hata ukikanyaga mara 100, kama hujafanya kitu hapo mahali miguu tu imekanyaga. Saidia kumwambia mtu mmoja, 2, 3, mwambie kuna kuomba na kusabula. Tafadhali simama. Ndani yangu litokee. Nataka nishinde katika mapambano. Nianze na wewe, nimalize na wewe. Tumaini langu umebaki mwenyewe, bado ninakuamini. Karibu President Worship. Hebu mwabudu Bwana katika utakatifu wake. Nianze na wewe, nimalize na wewe. Safari yangu niongoze na wewe. Nianze na wewe, nimalize na wewe.
Bwana bado nakuamini. Mwambie Bwana natamani kuamka. Mwambie Bwana natamani simba aliyoko ndani yangu atoke. Mwambie Bwana natamani jitu lililo ndani yangu litokeze. 2026 isiwe mwaka wa kawaida. Mwambie Bwana nahitaji kuamka. Mwambie Bwana nahitaji kuamka. Mwambie Bwana nahitaji kuamka. Mwambie Bwana nahitaji kuamka. Yehova Baba, mungiona Bwana kama wao sio wa kawaida. Mungu ninaomba, futa kila wazo lililokuwa na unyonge. Futa kila wazo lililokuwa na unyonge, ili watoto wako wainuke katika viwango vyao. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la nataka uelewe nachokuelekeza. Unaweza
Mpendwa, sasa unatazama KKKT, Dayosisi ya Morogoro. Usisahau kushare, kulike na kucomment. Mungu akubariki sana.